Mimi Mary Andrea Chipanga natokea Dodoma. Nimeanza kuumwa 2024. 2024 nikaenda pale kwa Chikwete, pale ukumbi wa Chikwete. Walikuwepo wazungu. Walikuwa wanapima bure. Nikaenda. Wakasema hili hapa halina shida. Labda uende hospitali nyingine. Wakasema naumwa goita, lakini hapa sisi hatujaje na vipimo hao wazungu. Hatujaje na vipimo. Kwa hiyo nenda hospitali zingine. Nikasema sawa. Sasa likawa linabana. Sipumui, sihemi. Mwezi wa 11 2024 nikaenda hospitali. Nilipoenda pale wakanipima kweli, wakasema hili hapa umri umeenda, huwezi kufanya operation. Wakakataa. Nikasema sasa hawa wazee ndo hawatibiwi. Wakasema haitawezekana. Hilo tulia tena likaanza tena linabana, joto, maji yanatoka. Linabana. Tena nikasema sasa hapa wanangu wakaja. Afadhali nipeleke St. Gema. Unaona? Tu akanipeleka St. Gema wanangu. Nikapimwa vipimo vyote. Mwili mzima nikapimwa. Tukaona na Dr. Nuru kule St. Gema. Dr. Nuru akasema hivi, mama uje kwangu Itigi, kwa sababu ile hospitali mimi ndo niko karibu naye, nitakushughulikia. Dr. Nuru nilipokuja wakanipeleka kule kwenye mashine ile. Baba, nimeteseka mimi kwenye mashine ile. Kulala nashindwa. Kulala linabana. Siongei, sihemi, maji yanatiririka. Wajukuu zangu wanalia. Nikalala, nikapimwa. Akasema naendelea vizuri, namshukuru Mungu kwa kweli. Nimependezwa, wana huduma nzuri, wanajali wagonjwa, madaktari wanajali wagonjwa, na shukuru mno. Sana mno. Nawashukuru sana. Na hiyo hata kesho namshukuru Mungu tu atanishindia. Kabisa. Atanishindia mwanangu. Tumemaliza kufanya operation ya goita. Hii operation ni tofauti kidogo kwa sababu ile goita ilikuwa ni kubwa sana, ilikuwa imeingia mpaka nyuma ya kifua na huku juu ilikuwa inakandamiza njia ya hewa pamoja na mishipa ya damu. Goita za hivi bado zinapatikana, japokuwa zinaendelea kupungua kwa sababu ya upatikanaji wa matibabu, lakini bado kuna watu wanakaa na hizi goita mpaka zinafikia ukubwa huo. Changamoto ya goita kubwa namna hii ni shida ya kuitoa, kwa sababu kwenye shingo kuna vitu vingi vya muhimu sana katika kusapoti uhai wa binadamu, hasa mishipa ya damu inayokwenda kichwani pamoja na mishipa ya fahamu pamoja na koo la hewa.
Kwa hiyo katika hiyo operation kuna hatari ya kuumiza hivyo vitu, lakini vile vile kuna hatari ya kuvuja damu nyingi mgonjwa. Kwa hiyo tunashukuru tumefanya operation yetu vizuri, pengine kwa sababu tunazipata operation za hivi mara nyingi kutokana na mazingira tuliokuepo. Kwa hiyo tunashukuru Mungu, tunategemea mgonjwa wetu ataamka vizuri. Ametoka hapa theater akiwa tayari ameshaamka na tumemwona hahitaji hata kwenda kwenye chumba cha uangalizi maalum. Kwa hiyo tunashukuru sana. Tunategemea bibi atapona na aweze kutoa ushuhuda kwa wengine, kuwafanya wagonjwa zaidi waendelee kuja wenye shida kama hizi. Bibi amechelewa sana kutafuta hii huduma, na baada ya kuanza kuitafuta sasa tayari ilikuwa ugonjwa umeshakuwa mkubwa sana, shingo imekandamizwa sana, anashindwa kupumua vizuri. Kwa hiyo hata kwetu alivyokuja tumekaa naye muda mrefu kumwandaa kwa ajili ya operation. Ilibidi kuanza kufanya mazoezi ya kifua ili aweze kupumua vizuri na kumpa dawa mbalimbali kuhakikisha kwamba ana uwezo wa kupumua vizuri wakati wa operation na baada ya operation. Mgonjwa wetu amepumua vizuri, tumetoa tubu, tumekaa naye dakika chache hapa, ameendelea kupumua vizuri na tumempeleka odini, hatujampeleka kwenye chumba cha uangalizi maalum. Mama alikuwa na goita kubwa sana. Kuanzia kwenye kufungua ile upasuaji mpaka tunamaliza procedure tumeenda taratibu, lakini kwa siku tumeweza kumaliza ile procedure salama. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, Jumatano juzi nimefanya operation, nimetoka salama na niko salama, namshukuru Mungu na naikabidhi hospitali kwa mikono ya Mwenyezi Mungu. Aendelee kuwasaidia wauguzi, madaktari wote wa hapa. Namshukuru Mungu sana, namrudishia sifa Mungu. Baada ya operation nilipelekwa, nikarudishwa, nikajiona tu niko vizuri. Kwa kweli hali yangu sasa haikuteteleka, hapana, ilikuwa ni nzuri sana. Ila leo usiku nimeamka nimekuta nimechoka, lakini sasa nimesikia amani mno. Toa shukrani kwa madaktari wote, kwa hospitali hii ya Itigi inaenda vizuri. Mungu tu aibariki mno madaktari, wauguzi wote wa hapa eneo hili hapa. Nawashukuru sana. Na hawataki nirudi. Kila mtu ananipenda. Nawashukuru mno. Nawashukuruni sana, mnanipenda na mimi nawapenda. Kwa hiyo leo nataka niende kwetu Dodoma kule nilikotoka. Mimi ni mtoto wa Mdarameli Andrea Chipanga ambaye alikuwa anasumbuliwa na goita kwa muda mrefu kidogo. Amesumbuliwa na shida hiyo ni miaka kadhaa imepita. Ndo tukaenda hospitali ya St. Jema ambayo iko Dodoma. Alianza matibabu, wakamchukua vipimo. Baadaye kuna daktari ambaye tunana naye pale, anaitwa Dr. Nuru, ndo akashauri kwamba tuje St. Gaspar ya Itigi Manyoni, mkoa wa Singida. Ndo tukawa tumekuja. Tulifika hapa tarehe 12 St. Gaspar ya Itigi. Mama alianza matibabu, lakini alikuwa na shida nyingine tena ambayo alikuwa na pneumonia, ilikuwa imemshika pneumonia. Kwa hiyo baada ya vipimo anaonyesha na pneumonia, wakasema kwamba hawawezi kufanya upasuaji mpaka kipimo cha pneumonia, mpaka matibabu ya pneumonia yakamilike. Tarehe 24 ya mwezi wa 12 walimfanyia upasuaji wa goita. Lakini kwa sasa hivi mama wangu anaendelea vizuri, ana afya nzuri. Shukrani zangu mimi niwashukuru madaktari wote na wauguzi wa hospitali ya St. Gaspar kwa moyo wao wa kujitolea kumsaidia mama yangu. Na washukuru sana wauguzi wote, madaktari wote wa hospitali ya St. Gaspar ya mkoa wa Singida hapa Manyoni Itigi. Mungu awabariki sana kwa moyo wenu wa kujitolea. Lakini pia nilichokiona kwenye hospitali hii ambacho nimejifunza ni moyo wa upendo kwa wagonjwa. Mgonjwa anaweza akaja, mimi mama wangu nilikuja nilikuwa sina hela, lakini walimtibu matibabu yote vizuri. Na nilikuja kuwalipa pesa baada ya matibabu ya mama kufanya nini? Kukamilika. Kwa hiyo ninawaomba sio kwangu tu, waendelee kuwasaidia na watu wengine ni madaktari wazuri ambao wana moyo wa kujitoa.